Lainisha ni sawa. Mimi nitajibu tofauti. Yani kwamba timu imeshinda goli 3. Si ndio? Lakini kuna area za kuimprove. Kwa sababu hata wao baada ya mechi umemsikia Sele, mwalimu Sele anazungumza, anasema kuna maeneo ya kwenda kuimprove kuelekea kwenye mechi ya Gaborone. Sio? Ukiangalia mechi ya jana, magoli yamepatikana. Bao la Rushin ilikuwa ni kona, sio? Set plays. Bao la Jean Charles ilikuwa ni kwenye flanks, Kagoma akapita, Jean Charles akafunga. Hata bao la Soa ilikuwa pia ni kwenye flanks, alikuwa anapiga, nafikiri alikuwa ni Mpanzu alikuwa anapiga ikamkuta Soa kwenye boxi. Umeelewa? So maeneo ya kitu cha kuimprove zaidi nafikiri ni kupita katikati ya kiwanja. Jana timu ilikuwa imeforsiwa sana kwenda wide. Sio? Na Simba wide mara nyingi wanaokuwa wanaipa timu upana wa kiwanja ni fullbacks. Sio? Ina maana Kibu acheze kwenye half space, Mpanzu acheze kwenye half space, sio? Lakini ukiangalia kwenye hawa wachezaji profile zao, Kibu hawezi kucheza kwenye half space kwa sababu ni eneo ambalo mara nyingi linakuwa na watu wengi sana. Na Kibu hana hiyo skill set ya kucheza kwenye eneo ambalo limejaa watu wengi. Anahitaji eneo kubwa la kucheza. Shikilia hapo kwa Kibu. Wilson, ulikuwa unamalizia ndugu yangu, ulishia kwa Kibu D. Nilikuwa nazungumza namna ambavyo Simba ilikuwa inacheza na ilivyokuwa inapata shida kutengeneza mashambulizi ya kupitia katikati ya kiwanja. Na nikawa nimezungumza eneo ambalo Kibu anapaswa kukaa wakati timu inakwenda ipo kwenye robo tatu ya mwisho ya kiwanja. Ndio. Ni maeneo ambayo sio, Kibu hana ubora wa kuoperate kwenye hayo maeneo. Umeelewa? Angalau huko kwa Mpanzu anazo skills za kucheza kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo na hata ukimwangalia hata ambaye alikuwa anacheza namba 10 kwa maana ya Jean Charles. Jean Charles pia hana skill set, sio, ya kucheza na kupokea mpira kwenye maeneo ambayo yana wachezaji wengi, alafu still bado akautunza mpira. Ndio maana ukiangalia Simba ikicheza maeneo ambayo Jean Charles anakuja kuomba mpira kwenye upande wa fullback ya kulia. Yaani sehemu ambayo ameondoka Kapombe ndio Jean Charles anakuja kupokea mipira huku. Sio? Kwa hiyo inaipa shida Simba kutengeneza mashambulizi ya kupitia katikati ya kiwanja. Ndio maana kwenye second half Simba alifanya substitution 2. Aliingia Morris Abraham, akaingia na Neo Maema. Sio? That's when ukaanza kuona Simba inaanza create chances na kuwalazimisha kuwafungua Fontaine kupitia katikati ya kiwanja. Sio? Kwa sababu ukimwangalia Morris, ukimwangalia Neo, ni aina ya wachezaji ambao wana uwezo kuturn hata akiwa anapigwa pressure kubwa nyuma, akaturn, akapiga pasi ya kwenda mbele. Ziko kama mara 2 hivi namuona Morris ana mpira, ajaribu kumtafuta Soa, acheza 1-2 combinations, wafungue ile mistari ya midfield na mistari ya ulinzi ya Fontaine. Sio? Kwa hiyo unaona kuna hiyo changamoto, na ndio maana maswali ya watu wengi wanakuja aswai mwalimu mechi ni Fontaine. Kulikuwa na lazima mwalimu kuanza na Mzamiru na Kagoma kwa wakati mmoja. Sawa, shikilia hapo. Tuanzie hapo Ukingo Mkongwe. Alikuishia Huruma. Ulimzia shida. Line up. Line up unajua kama ile kama Simba ilikuwa anacheza Cairo au Raja au kule ni Casablanca. Kwa sababu you're playing against Fountain Gate. Ina wachezaji 13 wametoka kwenye mechi juzi, wamesafiri tena, wasafiri kwa basi. Vijana unasikia basi, unajua watu wengine ndio kama hivyo. Wewe ni mkubwa, unakuja kwenye line up pale na unawapangia 2 holding midfielders. Simuela. Ndio bao kipindi cha kwanza waweza kuona kuna square pass 2000
2000 sorry kusema 2000 lakini ni nyingi laki 9 mwingine hata ngapi unaona bwana square pass inapigwa tu square pass nyingi kulikuwa hakuna ile creativity kutoka katika sehemu ya midfield basi ambayo iliingia ilikuwa ni moja ya nani ya Kagoma mara nyingi huwezi kumuona kafanya vile lakini ni style yake sababu wewe ni kiungo wa ulinzi unajua style yake ya kucheza sasa unakuwa unasaji wa namna basi ungeweka mchezaji mmoja ukaweka hiyo creativity hapo mbele kiukweli baada ya kuingia at least kabla sijafika huko yani nilichokuwa nakiona niliotaja wachezaji watatu Kibu winga mwingine Mpanzu na Ahua tena Ahua mimi nitasema kwamba wanasema anaenda kuombea kwa fullback upande kule anaenda kuomba sehemu ambayo anajua kabisa hawezi kukabwa na watu ili acheze kidogo akiwa huru zaidi apokee kwenye space yani kabisa yani kuomba mpira labda yuko na mtu akatani baka kwa ngumu Kibu anataka kuibeba timu katika mabega sio anachukua na kwenda na anao akiona sasa kashindwa ndio atakutana kutafuta mtu wa nyuma anayekuja kumsaidia Mpanzu of course ni winga naye pia pembeni pamoja na kipaji hicho nacho lakini bado pia naye anacheza na kwa sema huu mpira unapita wapi acha kwanza nimalize mimi mwenyewe na tafuta nihangaike so anakuwa ana hang ndio unapokuwa unamuona mwisho unategemea nini unasema of course timu kubwa inashinda unategemea set pieces zinakuja unapiga ile mpira kama vile wakoona Diroka anapiga anafunga goli la kichwa at least kuingia kwa hawa watoto watu wawili yule Morris Abraham na Neo kama alivyosema Wilson kweli na mimi kidogo ninaweza kuona hata kuna mipira ambayo inapita kwenye corridor sasa ukaanza kuiona timu kama inafungua kupita katikati hapo na baada ya mechi pia unaweza kuona hata yule Maema alimweka mwenzake unajua kumappreciate mwenzako ni kitu ambacho wachache sana wanafanya baada ya mechi kamweka Morris Abraham alafu akasema look this guy akainua mikono juu inakuonesha appreciation of course yule mtoto aliingia pale kikweli timu ilibadilika sana so kwenye mechi za namna hiyo unatakiwa ufunguke utafute watu ambao wanaweza kwenda mbele kulikuwa kuna utofauti mkubwa sana baina ya yule midfielder wa sio ni Burundi sio ni Mkongo ule sio Mokono Eli Mokono Mokono yani unatamani yule ndio angekuwa labda anacheza kwa upande wa pili the way alivyokuwa anacheza well comfortable with ball and after passes za ndani unamuona yeye anafanya manuva hivyo kitu kama hicho so of course timu imeshinda lakini unashinda bado hata kuuliza wao wenyewe sasa tunashinda sawa mimi ni muumini kusema kwamba tumeshinda lakini timu imeshinda unataka nini zaidi lakini unaenda kwenye mechi ni mechi gani hii unapanga line up kwa mujibu kutokana hii mechi inakuja sawa tusikilize kwanza hapo kwa sababu amemtaja kijana huyo Morris Abraham mechi yake ya kwanza ya ligi kwa sababu alikuwa hajacheza ligi yetu ya Tanzania ndio mechi yake ya kwanza na ameonyesha uwezo mwenyewe anazungumza always I used to do unless I did not play and if I get more time Usho bwana nani? So. Huyu ni Soa. Jonathan Soa. Twende tumsikilize Jonathan Soa pia kwa sababu pia alizungumza nafasi ambayo amepewa na kocha Selemani Matola. Always I used to do unless I did not play and if I get more time I think there'll be more fire more than this. Everything will be okay, no injury free and my coaches will have that belief in me to give me that chance to improve. I'll give thanks to my coach for having that belief in me to play that 90 minutes. And I promise him day in, day out, when I have the chance, I'll try my best to deliver. Because that is what I'm saying that he has that belief in me. He has gotten the belief in me that I can do it. That is why I promise him that when I score, I'll come to him to celebrate. So I need to go to him. I respect him. So what I said, he has believed in me and I've done it. So I need to let him understand that what I said, the promise that I gave to him, I think I can have the golden boot. Okay, msikiliza Jonathan Soa ni kama vile anahitaji zaidi kupata nafasi. Na anaamini kwamba ana uwezo wa kuendelea kufunga
na hata kuchukua kiatu. Sasa unajaribu kuwaza kwa kocha Fadlu walikuwa kidogo hawako sawa au? Hapana. Simba jana mpaka waenda wamkumbatia kocha Matola. Yaani kama kuna kitu hivi nimejaribu kukifikiria kwa haraka. Siku zote mchezaji mkubwa anataka kucheza. Siku zote mchezaji mkubwa anataka kucheza. Lakini pia walimu hawa bana na wao nafsi zao zinakuwa zina siri nzito sana. Sio? Ndio. Zina siri nzito sana. Kuna mtu unakuwa unaangalia eti unasema huyu mimi ningekuwa mwalimu wa ile timu, huyu mtu simpe nafasi ya kucheza. Ipo hiyo pia. Tumeelewa? Huyu mtu mimi simpe nafasi ya kucheza. Mechi kubwa. Aina ya mechi. Sio? Bado hakutakuwa na tofauti kubwa sana, kwa mfano kwenye nafasi ya Jean Charles Ahoua kuzifunga hizi timu zingine hizi kama hizi the likes of Fountain Gate whatever atazifunga tu sana. Sawa, tumsikilize sasa Morris Abraham. Anajisikia vizuri kwa sababu sio kitu kidogo katika mchezo wako wa kwanza, afu mashabiki wakakupokea kwa uzuri kiasi hiki, kwa hiyo kinazidi kunipa mimi motisha ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwanza najisikia vizuri sana kupata nafasi ya kuweza kucheza mechi ya kwanza ya kimashindano, na ukiangalia ndo kwa mara yangu ya kwanza nacheza ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo najisikia vizuri na wamenipokea vizuri na nimekuwa na mchezo mzuri, kwa namshukuru Mungu katika yote, kwa sababu bila yeye tusingeweza kufanikisha haya. Mimi binafsi kwanza nilikuwa curious kwa sababu sijawahi kucheza, ni kwa mara yangu ya kwanza, kwa hiyo ndo naanza kuexperience ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo nilikuwa na hamu sana ya kuweza kupata mchezo wangu wa kwanza ili nione the feeling ya ligi kuu Tanzania bara. Ndani yangu kwanza kila siku cha kwanza ni confidence, pia cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, cha pili confidence. Katika hayo yote naamini unaweza kuwa na